Nyinyi ni wakina nani? Sisi ni nafsi yako. Unawezaje kuita nafsi yako kwa wewe ni nani? Nafsi yangu kivipi yani? Punguza pupa. Wala usiwe na haraka. Tushafika sisi. Utajua kila kitu. Ni vyema kukabiliana na matatizo kuliko kuyakimbia. Lakini inawezekana vipi? Nimekuja duniani kuhakikisha kila kitu kinakuwa chini ya mikono yangu. Wasioona wataona na wagonjwa watapona. Nitahakikisha waumini wote wa dini zote wananisikiliza mimi na kuniamini kwa kutumia nguvu ya imani ya moto. Mimi ndio kila kitu kwako. Umesikia? Wewe sio kipofu. Sio kipofu. Wewe dada vipi? Kipofu? Wewe. Mama. Huyu mbona tunanijua ni kipofu miaka mingi? Anakaba anapata riziki yake 200 unasema je sio kipofu? Wewe umemjuaje huyu? Wewe si tunamjua. Kipofu huyo. Dada, umemjuaje huyu? Wewe ni nani? Mbona mimi nimezaliwa nikiwa hivi ni kipofu? Unataka kuniona? Nitakuaminije? Naona jamani. Wewe. Anaona? Anaona? Hizi ngapi hizi? 4. Jamani, yule dada anaona. Anaona. Masiala huyu. Acha ni masiala. Miujiza. Wewe acha ujinga. Anaona? Yuko wapi? Dada yuko wapi? Dada umemwona? Ni nani aliyonionyesha jamani? Kweli? Jamani nimeona mimi. Dada yuko wapi? Yuko wapi? Naona jamani. Wewe unaenda wapi? Tafuta yuko wapi? Ameelekea wapi? Sijui ameenda hivi, mimi nisielewi. Twende tumtafute au vipi? Ana nguvu za kweli, ana nguvu za kweli. Mbona kichwa kinaniuma sana? Kichwa kinauma. Mshike kichwa. Ni nini hiki? Wewe ni nani? Mimi ni malaika wa amani na ninaponya kwa njia ya moto. Dada. Sasa atakuwa anasumbuliwa na ugonjwa gani? Maana tumehangaika sana bila kupata majibu. Hii inaniumiza sana kichwa changu. Sielewi. Kiukweli wamehangaika madaktari bingwa.
pasina kupata majibu yoyote. Ila inahuzunisha sana. Na pale hospitali kwenu hawajakwambia kitu chochote? Lakini nimekumbuka kitu. Kuna mtu anaweza kuwaponya watu kwa kuwatazama tu. Sasa sijui hii ina ukweli. Mimi nafikiri tungeenda bila kuchelewa kwa huyo mtaalamu. Hatuwezi kwenda, maana haifahamiki wapi anaishi. Lakini huwa anatokea sehemu ambayo ina mgonjwa mwenye hali mbaya sana. Hivyo basi kama atakuwa na hali mbaya sana, anaweza kutokea na kuja kutusaidia. Na tuombe Mungu iwe hivyo, kwa sababu uzima wa mama yetu ndio furaha kwetu. Hatimaye ulimwengu umeanza kunielewa. Taratibu kila kitu kitakuwa kwenye mikono yangu, na nitaitawala dunia nzima, ulimwengu mzima. Mimi ndo wa kwanza. Tukugombania baiskeli. Ona sasa ushaniumiza. Pole, ilikuwa dhamira yangu. Pole kwa bahati mbaya. Unaumia? Pole sana. Ngoja nikuoneshe. Mgume kuna kweli? We muongo. Huo mgume kuna saa ngapi kushikwa na mtoto yule? Jamaa muongo, ndio ulikuwa ujanja wake tukupe baskeli. Ona mgume pona. Kisha mimi Mambo zenu. Vipi dada? Mwanangu hilo kazi sio poa hiyo. Wewe mnamjua au mtapi hapo? Mwanangu angalia mwanangu mademu hao. Wenyewe hivyo mwanangu. Tamaa hizo mwanangu. Oya. Koje huyu? Mwanangu unajua msanii nini anapenda kujibrand. Anapendaga chula hawa. Ndio hivyo mwanangu. Ila kaushia mwanangu wewe kani wewe natembea wapi na gonga watu? Wewe mtoto una heshima, hebu nipishe huko nielekee na harakati zangu. Wewe na gonga hata unaletea talaka. Dada mambo. Poa. Anaitwa Patricia. Samahani, nilikuwa naweza nikapata namba zako za simu. Sasa namba zangu za nini? Kwa ajili ya kukucheki tu, kutumia salamu, umemkaje, umeshindaje, kama hivyo tu yani. Leta nikuandikie. Lakini sitaki usumbufu. Mimi ni nuru, natoa giza na kuleta mwanga, na penye wagonjwa naponya. Na sasa ndio nimefika, na mgonjwa wenu atakuwa mzima.
Amepona? Asante mwanangu, nashukuru najisikia afueni. Inawezekana vipi kama ni mponyaji, mbona anavaa nguo nyeusi? Itakuwa kuna kitu. Inabidi nifuatilie kwa undani zaidi. Habari yako? Salama. Unaonekana una mawazo mengi sana kwenye kichwa chako. Tafadhali sana, hicho unachowaza kwenda kukifanya, usithubutu kwenda kukifanya. Amejuaje? Mbona sina mtu yoyote nilomshirikisha kama nitamfuatilia? Lakini kama ana nguvu za kweli, kwa nini hataki afuatiliwe? Hapana, bado kuna kitu. Inahitaji akili nyingi sana kufahamu kila kitu juu yake. Odi. Asante. Asante sana. Haya, vipi bibi wewe kuhusu kodi yangu? Manake kila siku inakuwa njoo wiki mpaka wiki zinaisha. Leo nimekuja nimefuata mzigo wangu. Mama. Samahani mama yangu. Naomba univumilie tu mama yangu Sio nilikwambia, lakini sasa hivi unaona mwenyewe hali ngumu sasa hivi kidogo, bado haijakaa sawa. Mimi nitakuletea tu mzigo wako mama, usijali. Yaani kila siku hichi chumba nikija, hali ni ngumu, njoo wiki hii, njoo wiki ile. Jamani, lini nitapata mzigo wangu? Nyumba yangu nimeijenga kwa shida ili nipate pesa yangu inisaidie. Sasa naondoka, nikirudi nije nikute mzigo wangu. Usijali, nitoka nienda kutafuta chochote kitu. Akirudi hapa nitaongea naye mama, usijali. Naomba wiki mbili tu mama, wiki mbili hizo kila siku jamani. Mama, wiki mbili. Yaani nikirudi sitaki wiki mbili au wiki tatu. Mashani. Baba, bariki shughuli zangu, bariki shughuli za hawa vijana, bariki shughuli za kina mama, watoto na vijana. Bariki kila sehemu Baba. Bariki Baba kwa jina lako Yesu Kristo. Nguvu yako Baba ndio inahitajika kwenye kila kitu. Asante Mwenyezi Mungu kwa kunipa hii nguvu. Asante Baba. Haleluya. Haleluya. Naona nitoe mahubiri kidogo ili kusudi nifunge ibada yangu. Hey Yesu Kristo, ulionipa mamlaka na nguvu hizi nipate kueneza neno lako kwa jina lako. Hey Yesu Kristo, naomba pata kubariki hawa vijana bodaboda ambao wameriziki maisha yao kwa kuyatoa kwa ajili ya kuhudumia familia zao. Hey Yesu Kristo, bariki familia zao, bariki njia zao, bariki popote wapitapo. Toa mikosi yote, toa balaa, toa nuksi. Hey Yesu Kristo. Amen. Tuseme amen. Basi kwa leo ibada yangu imeishia hapa. Nadhani tuonane siku nyingine ndugu zangu wote. Yesu anawapenda. Karibuni sana kanisani. Kwani mimi ni nani? Na ni kwa nini matukio ya ajabu yananitokea mimi? Kila kwenye matatizo ndipo yanapotokea mabaya. Nyinyi ni wakina nani? Sisi ni nafsi yako. Unawezaje kuita nafsi yako kwa wewe ni nani? Nafsi yangu kivipi yani? Punguza pupa, wala usiwe na haraka. Tushafika sisi, utajua kila kitu.
Ni vyema kukabiliana na matatizo kuliko kuyakimbia. Lakini inawezekana vipi? Elewa mkaka, usiogope. Utaelewa. Rafiki yangu, tangia nimeponyeshwa na yule mtu macho, nikilala naota ndoto za ajabu tu. Sijui yule mtu mbona kama namuona sio mtu wa kawaida au ni mfu. Ila shoga yangu, yule mama atakuwa mzimu kweli. Japo kakuponesha, kwa nini unaona vitu vya ajabu ukilala? Lakini tuachane na yote bwana, hawezi kuwa mzimu. Angekuwa mzimu mimi nisingeweza kuona na angeniteka. Ila shoga yangu, kuwa makini, hii dunia. Yaani mlikuwa kumbe wenzangu mnafurahia sana duniani. Kipindi mimi nilivyokuwa sioni nyinyi mnaona. Mlikuwa mnaenjoy sana na rafiki zangu. Ndiyo shoga yangu, tulikuwa tunaenjoy. Na wewe sasa unaenjoy? Ndiyo. Yaani hata hapo namshukuru sana yule dada. Singekuwa yule dada wa Nuru, sijui leo ingekuwaje. Yaani hapa nilipo nina furaha, yaani nina furaha kupitiliza. Maana vitu vingi nilikuwa sivioni. Haya, mshukuru Mungu saizi unaona. Kweli Mungu mwema. Maana kutokuona sio swala dogo rafiki yangu. Namshukuru sana yule dada. Japo naota vitu vya ajabu ila namshukuru. Mimi kwa kweli naona bora unaona. Hata kama unaota vinaishia kwenye ndoto. Au ni kwa sababu ulikuwa uone, saizi unaona. Kila unachokiona unakiweka akilini. Sasa hapo wewe ndio umenifungua akili. Maana nilikuwa sijui kabisa wenda chanzo kitakuwa ni hicho. Inawezekana. Maana binadamu tuna ile tabia, ukiona kitu unakiweka akilini. Utakuwa sawa shoga yangu. Ndio hivyo shoga yangu ndo naona, lakini namshukuru Mungu na huyo dada pia alitumwa kama miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimependa una imani sana na una misimamo thabiti, lakini kwenye harakati za kuisambaza Injili nataka nikuongezee maarifa zaidi, na pia nitakupa nguvu zaidi. Nguvu gani hizo ambazo mimi sizielewi na ziko kinyume na mamlaka ya Mungu ambazo unataka uniongezee mimi? Nguvu nitakazokupa zitakuwezesha wewe kufikia ulimwengu na kuwaponya wengi wenye matatizo, ikiwemo wenye maradhi, wasioona na wenye shida mbalimbali. Lakini endapo utaambatana nami